Shalom. Huyu ni dada aliyejithibitisha mwenyewe kwamba na roho ya kuzimu, tena ya mashetani, ashindanaye na watumishi waliotumwa na Yesu Kristo. Msikilize maneno yake, anatoa maandiko ya watu waliokuwa wana roho chafu wakishindana na watumishi wa Mungu. Na nyi wote mnajua watumishi wa Mungu ni wale wanaposema neno nalo linatimia. Dada huyu akaja juu dhidi yangu, nabii wa ishara Tanzania, akifikiri ni watu wa kawaida, akakumbana na jiwe lililosaga na kuponda tikitiki. Aibu ikaja juu yake, akisema ya kwamba ni unabii niliotoa unashindana na kweli ya Mungu, kwa hiyo mimi nilikuwa ni wa kuzimu. Matokeo yake unabii niliotoa baada ya yeye nabii wa kweli kupinga unabii wangu mimi wa uongo, matokeo yako wa kwangu mimi ndio umetimia, wa kwake umekufa. Huyu ni nabii wa uongo, tapeli la kiroho, muongo, mpinga manabii na watumishi waliotumwa na Mungu. Hebu tumsikie mwenyewe, nisiseme maneno yangu. Msikilie jinsi alivyokuwa akinishambulia mimi nabii. Nisikilize nabii wa ishara na Watanzania wote kwa ujumla. Kwanza kabisa, unabii wako umetenguliwa kwa damu ya Yesu. Kwa kuwa kinachoamua ukweli wa unabii sio kutimia kwa unabii au kutokutimia kwa unabii, bali ni roho iliyo nyuma ya mtoa unabii, kwamba inatoka kwa Mungu juu mbinguni wa Bwana wetu Yesu Kristo, ama inatoka chini kuzimu kwa baba wa uongo. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 kuanzia mstari wa 6 mpaka wa 10, kuna habari za mtu mmoja anaitwa Bayesu. Mtu huyo alikuwa ni mchawi, lakini pia alikuwa ni nabii wa uongo. Akashindana na mtumishi wa Mungu Paulo. Paulo akiwa amejazwa nguvu za Roho Mtakatifu akamtambua, akamkemea, akamwambia, ewe mwenye kujaa hila na uovu wote, mwana wa Ibilisi, adui wa haki. Kwa hiyo ninakutambulisha kwamba kusudi lako la kumvunja moyo Mbowe limeonekana kwenye ulimwengu wa roho. Limebomolewa madhabahu zake, limevunjwa matambiko yake, limesambaratishwa mazindiko yake, na limeharibika kwa jina la Yesu Kristo. Huna nafasi kabisa ya kupenya katika ulimwengu wa roho, na utabomolewa siku kwa siku hata ushindwe kabisa. Na haya, nani aliyebomolewa mpaka kashindwa kabisa kama siye mwenyewe huyu nabii pepo mchafu anayeshindana na manabii? Unapobeba maroho ya kuzimu, we mwanamke, maroho ya Yezebeli, uwe makini sana kushindana na manabii katika nchi hii ambayo Mungu amewaweka manabii. Amesema wazi yeye mwenyewe kabisa ya kwamba amebomoa huo unabii wa kushinda kwa Lissu ule ambao niliutoa mwezi wa 12. Amebomoa na umeshindwa. Sasa nani anayeshindwa kati ya jeshi la Mungu na jeshi la Shetani? Angalia, baada ya unabii huo ndiyo Mungu akawa amejithibitisha kwa nabii wa ishara kwamba yu upande wa nabii wa ishara, wala hayuko upande wa huyu tapeli la kiroho, tumishi la uongo. Ndio maana nikawaambia kuna watu wanajiita wachungaji lakini hawana macho ya kiroho. Unabii wenyewe ulikuwa ni huu hapa. Nabii ataja ushindi wa uchaguzi, ataja ushindi wa uchaguzi wa Chadema, alafu unaona wa ndani, unaona Chadema watarejea haya uchaguzi wa ndani. Ukiangalia katika unabii huo nilitaja wazi nani atakayeshinda. Mnakumbuka hii? Shalom, shalom. Mnakumbuka hii Mnakumbuka hii? Shalom, shalom. Ninawasalimu katika jina. Nadhani mnakumbuka hii. Hapa nilizungumza shalom, shalom, ushindi wa ndani wa Lissu. Jina la Yesu Kristo. Lazima tuthibitishe yale ambayo Mungu anafanya. Wengine nawatakia amani ya Bwana iwe pamoja nanyi.
sawa na nilivyoulizwa, ni kwamba niliulizwa kati ya mwenyekiti wa Chadema Mheshimiwa Mbowe, ambaye Mungu ambariki sana kwa kazi kubwa aliyoifanya kwa ajili ya kuchochea maendeleo ya nchi kupitia upinzani. Kwa maana kupitia upinzani hata Chama cha Mapinduzi kiliweza kuwa makini na kuwajibika. Kama nilivyosema siku zote, nchi ikikosa chama cha upinzani imeoza, imekufa. Narudia tena, nchi yote ikikosa chama cha upinzani yani imeoza. Hata kwenye maendeleo haina hata, yani ni ovyo. Kwa sababu, kwa nini nasema hivyo? Wasomi wote wanafahamu hivi. Maisha ya mtu yote akikosa upinzani huwa anabweteka na anafanya vitu yani anabweteka ndani yake, si kwa maneno gani? Kwamba yani maisha yake yanajisahau, anakuwa ovyo. Anafanya vibaya kwa sababu na vibaya vyake vyote ataviona vizuri kwa sababu hana upinzani. Kwa hiyo Mungu ambariki sana Mbowe kwa ajili ya kazi kubwa ya kuchangia maendeleo ya nchi kupitia upinzani, kuhamasisha ili kunyooshea kidole chama kinachotawala kijue makosa yake yako wapi. Hiyo ni kazi kubwa na imetukuka hata mbele za Mungu. Lakini wanapoingia kwenye uchaguzi, kama watafanya uchaguzi mwaka huu mwezi wowote, mtu ambaye atashinda, kama watashindana na Tundu Lissu na yeye Mbowe, basi Tundu Lissu ndiye atakayeshinda kwenye kura. Kama nilivyotabiri Kenya ilivyokuwa, ndio utakavyotabiri kwenye hii. Sasa utajua mshindi ni nani. Kwenye kura Tundu Lissu ndio atashinda. Yaani kama atagombea mwenyekiti ama watagombea sijui kuhusu mgombea wa rais, nani agombee, Tundu Lissu atashinda. Atapata ushindi mkubwa, wala si kwa sababu ya umaarufu wowote ule. Kwa sababu Mbowe pia anafaa, lakini majira yanasoma, neema inaangukia kwa Lissu, ndio akigombea. Huyo ndio ambaye akishinda anakuwa sawa sawa na majira kuwa kiongozi ambaye ameshinda kwa sapoti iliyo halali ya kiungu. Sasa hapo ushetani uko wapi jamani? Niwaulize wapendwa watu wapeji wa Nabii wa Ishara Tanzania. Huyu mbweha wa kuzimu anayetumwa kushambulia manabii, si ajabu huko Ukristo wake huyu hauna manabii. Kwa anataka kuhakikisha kwamba kila mahali hakuna manabii. Aliyeaibika huyu, aliyejaa ujinga na utoto wa kiroho, amepata ujasiri wapi kupinga na kuita mtu huyu eti anaongozwa na kuzimu? Maneno ya kawaida yaliyojaa upako, yaliyojaa unyoofu wa moyo na hekima, leo unaweza ukafananisha ukanani. Sasa amejitambulisha kuwa Bari Yesu huyu dada, yeye mwenyewe, kwa ujinga wake na kwa upumbavu wake. Sasa nimetoa video hii ili ashike adabu, awe ana adabu na awe fundisho kwa wajinga wengine wenzake wote ambao wanadhani nabii wa ishara ni manabii wale. Nilishaonya mapema sana. Nina miaka mingi sana. Wanakuja manabii feki, wananyamaza. Mimi nimethibitishwa na Bwana. Sasa ukitaka unishinde mimi, jambo la kwanza useme kwamba mimi ni muovu kupita, yani wewe una utakatifu gani kunizidi mimi? Una wema gani kunizidi mimi? Una Yesu gani kunizidi mimi? Lazima tukuone wewe ukitabiri mambo yako yatokee, tujue una Roho Mtakatifu, maana Roho Mtakatifu tumeambiwa atafunua na mambo yajayo na kuyathibitisha. Sasa nabii wa ishara anafunua, yanathibitika. Wewe mtu mmoja usiyejitambua unakuja unasema huyu ni wa kuzimu. Nani wa kuzimu? Baada sasa ya Lissu aliposhinda na akiendelea na mapambano yake, yale aliyosema nabii wa ishara yakatimia, uliokwenda kusema wewe na Yesu wako ukamtaja akashinda. Wewe ndio unamwabudu Bari Yesu. Wewe ndio unaabudu Baali. Wewe ndio unaabudu mizimu. Dada mwabudu wa mizimu ameangukia pua akipingana na nabii wa ishara Tanzania. Hiyo ndio madhara kupingana na watu msiowajua, na bado mtanyooka.